Shauri la klabu ya Simba kuitaka Young Africans na nyota wao Damaro Kamara kwenda kusikilizwa inakwenda kusikilizwa kesho kunako Aprili 2 katika makao makuu ya TFF huko Dar es Salaam. Tunakwenda kuangazia shauri hili la klabu la Simba ambao wamelipeleka kuihukumu Young Africans Damaro Kamara, kutaka kufahamu uhalali wa uraia Mohamed Damaro Kamara ambaye muda mwingi amekuwa anaitumikia Yanga kwa dirisha dogo akiwa kama raia wa Tanzania. Tutakwenda kuangazia klabu ya Simba kipi ambacho wao wamekiona kwenye hili sakata. Naitwa Leopard John, niko hapa na Paul Tembo, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Paul Tembo, tunaanzia hapo. Simba Sport Club shauri lao linakwenda kusikilizwa TFF juu ya kutaka kufahamu uhalali wa uraia wa Mohamed Damaro Kamara. Pengine kwenye hili ni kitu gani ambacho watazamaji inabidi wafahamu kuhusu sakata hili? Kwanza Damaro Kamara ni mchezaji ambaye alikuja nchini Tanzania kama raia wa kigeni. Lakini baada ya kuingia nchini, baada ya kujiunga na Singida Black Star akitokea Hafia ya nchini Guinea, baada ya hapo alitasmini pia na kuangalia kutamani kuwa raia wa Tanzania. Sio peke yake, alikuwa pamoja na kina Emmanuel Keke. Lakini ukiangalia pia Asra Bada, lakini wote hawa watatu ukiangalia muda ambao wanaomba uraia nchini Tanzania, alikuwepo kocha Hemed Suleiman Morocco kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Kuna namna ambapo kuna siku pia Morocco aliwahi kuulizwa juu ya hawa wachezaji kwamba unawachukuliaje, kwa sababu pia hawa wachezaji walikuwa na quality kwenye vilabu walivyokuwa wanacheza. Watu wengi walitamani Asra Bada pamoja na Emmanuel Keke kwa sababu tayari walishaomba uraia wa Tanzania, huenda wangejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania ili kwenda kuisaidia na kuisupport kwa namna moja ama nyingine. Changamoto inakuja, Simba amepeleka shauri hilo, haya yote ni kutokana tu na kwamba hivi ni vilabu viwili ambavyo ni mahasibu. Kwa hiyo kwenye utaratibu rasmi wa kwenda kupashana au kupelekeana joto, kupotezea time za wachezaji, kuwafanya wachezaji wawe hivi, ndio maana Simba anajaribu kupeleka pressure kwa upande wa Dar es Salaam Africans. Kwa sababu ukiangalia Damaro Kamara kama kweli alifuata vigezo vyote vya uraia wa kuwa raia wa Tanzania, basi huenda shauri hili likawa liko sahihi kwa Damaro Kamara. Sasa klabu ya Simba unafikiri wakienda kufanikiwa kwenye hili, kwa maana shauri lao inaweza likawalipa, kwa maana wao lengo kubwa ni kwamba ikifahamika kwamba TFF walimtumia kinyume na kanuni, basi inabidi Young Africans wakatwe alama kwenye mechi zote ambazo walimtumia Mohamed Damaro Kamara. Kwa namna moja, kama endapo Simba atafanikiwa kwenye hili shauri, na maana ya kwamba wanaenda kuwa sahihi kwa eneo lao la kwenda kupeleka kesi kwenye TFF. Lakini yote kwa yote ndo maana tunarudi hapo Leopard John ya kwamba timu hizi mbili huwa mara nyingi zina ule uhasibu wa kufuatilia baadhi ya mambo ili kwenda kupeleka joto kwa mpinzani. Leo hii Damaro Kamara hata kama atashinda kesi hii, ina maana huenda kuna namna pia inampotezea confidence ndani ya uwanja. Na hii yote ni Simba wanatamani sasa. Yanga tayari yupo kileleni. Ili umfike mahali ambapo yeye yupo, lazima kuna namna ama kuna baadhi ya vitu vifanye, aidha ndani ya uwanja au nje ya uwanja. Tayari ndani ya uwanja Yanga anaongoza kwa point. Je, nje ya uwanja Yanga kuna nini kinachoendelea ili kwenda kumfanya sasa huyo Yanga angalau akaanze kukaa na kuanza kufikiria vitu vingine kuliko kwenda kuijenga klabu. Hicho ndicho anachokifanya Simba, na hii sio kwa timu moja tu. Hii huwa inafanywa kwa mahasibu siku zote. Ukiangalia Ulaya pale Barcelona, Real Madrid, kuna namna Barcelona huwa wanaponda maneno sana kumhusu Vinicius Junior. Kwa hii yote inaonyesha tu ni kwamba hizi timu ni mahasibu na lazima kuna namna wafuatiliane katika kila yengo ili kwenda kumfanya mpinzani asiwe bora kwenye yengo yake na katika ufanisi wa kazi. The TFF wao kitu gani ambacho pengine wanaweza wakaona kwamba wako sahihi, kwa maana wao ndio waliohalalisha uraia wa Tanzania kwa Damaro Kamara akiwa na Young Africans, kwa maana kumthibitisha kwenye kusaini kwamba ajulikane kwamba ni raia wa Tanzania hasa kwenye upande wa kimichezo. Pengine kwenye hili wanaweza wakatupilia mbali shauri la klabu ya Simba? Hawezi kutupilia mbali kwa sababu kama tayari wameshakubali kwamba kesho inaenda kusikilizwa, ina maana wapo tayari kwenda kulisikiliza na kulifanyia kazi. Tunaenda kuangalia sasa TFF, yani hivi vilabu viwili, yani Simba na Yanga, kuna namna, yani shirikisho letu la soka ni kama vile wamelishika masikio. Kwa Simba na Yanga wanaposema kitu lazima
kiwe kinafuatiliwa kwa undani zaidi. Kwa mimi naamini TFF hawezi kulitupa shauri kwa sababu tayari moja kwa moja hapo tayari kulisikiliza hapo kesho. Kwa hiyo kikubwa tu ni kwamba je, shauri hilo litalenga nini au TFF wao wanaamua nini kutokana na wao ndio wanaohalalisha uraia wa mchezaji kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Kikubwa tu ni kwamba NBC pamoja na hizi timu mbili kuna mambo mengine huwa wanajaribu kuyaendesha kisiasa zaidi kuliko kuangalia ni nini kinafuata. Leo hii Simba mpaka wanaenda kuanza kumshtaki Damaro Kamara, ina maana kuna kitu tayari kwenye hii mikataba, kwenye hii namna ya kuhamisha uraia, huenda wakawa Simba kuna jicho wameshaliona na ndio maana wakaamua kufungua kesi. Na maana Simba hawezi kufungua kesi bila kujua kitu chochote kinachoendelea ndani ya TFF. Kwa ndo maana wameamua kufungua vile. Sasa kesho TFF wataenda kutoa uhalalisho juu ya kile ambacho wao wanaamini kuhusiana na mchezaji Damaro Kamara. Sawa, Damaro kwa upande wa serikali, kwa maana wanaohusika na mambo ya uraia ni wahamiaji, kwa maana hao tayari wameshahusika na nafikiri alishapata vigezo vyote, lakini sisi tunazungumza katika mlengo wa kisport, kwa maana kuweza kusainiwa na kutambulika na FIFA, CAF, lakini pia TFF. Kwa maana hiyo kwenye kila upande inabidi awe sawa, lakini kumekuwa na mkanganyiko, kitu ambacho klabu ya Simba ndio amekuwa wanashindwa kukielewa. Kwa nini FIFA na CAF hawamfahamu kama raia wa Tanzania, alafu TFF wao wamesha confirm kama raia wa Tanzania? Kwa hiyo kwenye hili hapa pengine tutegemee nini, ama TFF kitu gani ambacho inabidi wafanye kuweza kuweka usawa kwenye hili? Cha kwanza ni mimi naweza nikasema pia kwa namna moja ama nyingine Tanzania tunafeli katika kuwapokea wachezaji ambao kuna muda wanakuwa ni quality kwenda kuisaidia timu yetu ya Tanzania. Na ndio maana nikajaribu kumgusia Morocco hapa. Siku ambayo kina Damaro Kamara wanahalalishwa kuwa tayari wameshapata uraia wa Tanzania, aliulizwa juu ya kuwaita kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kitu alichokijibu kinaashiria ya kwamba timu yetu ya Tanzania pia ama TFF pamoja na nchi yetu ya Tanzania kuna namna huwa hatuko tayari kuwapokea wachezaji ambao huenda kuna muda wanatamani kwa Watanzania. Morocco alijibu ya kwamba hatambui kuwepo kwa wachezaji hao kama raia wa Tanzania. Kitendo alichokisema na wakati huku tayari imeshahalalishwa, moja kwa moja inatupa nini? Inatupa changamoto katika kwenda kulijibu hili swala. Ndio maana nasema kwamba timu ya taifa ya Tanzania ama uongozi wa TFF pamoja na nchi kwa ujumla kuna namna huwa tunafeli katika kuwapokea wachezaji. Leo hii mchezaji tayari uhamiaji wameshamruhusu, TFF wameshamruhusu. Nani sasa natakiwa akashughulikie vigezo vingine vinavyofuatia, yani kwa maana ya CAF pamoja na FIFA. Ina maana nchi husika ambapo tayari mmeshampokea mchezaji, ina maana mnatakiwa muonyeshe uhalali na ushirikiano katika kwenda kumpa support mchezaji ambaye tayari kaamua kujitoa kwenye taifa lake na kuamua kujiunga kwenye taifa lenu kwa ajili ya kwenda kuwapa manufaa. Sawa, hilo ni sakata la klabu ya Simba na Damaro Kamara ambalo siku ya kesho ndio linakwenda kusikilizwa katika makao makuu ya shirikisho la soka Tanzania TFF, na kwenda kufahamu kipi ambacho kitakwenda kutokea. Jina langu leo John, nilikuwa na Paul Tembo na hii ni The Golden Boot.